Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kufikia siku ya leo, wana Simba wote wanafurahia kwa hichi ambacho tumekifanya msimu mzima, lakini pia haukuwa msimu rahisi kwetu sisi, ilikuwa ni msimu mgumu kama unavyoona. Kila timu inapokuja kucheza na Simba inakuja imejipanga, kwa maana ya kwamba wanajua Simba ni timu kubwa, lakini pia wao wanahitaji kupata kile ambacho sisi tulikuwa tumekifanya msimu mzima. Ukiwa kama kiongozi timu ambayo imeweza kutimia ni vitu gani ambavyo umeviona msimu huu ukaviona ni tofauti na msimu uliopita kwa upande wa timu? Kwa upande wa timu, msimu huu na msimu uliopita kuna utofauti kidogo kwa maana ya wachezaji, lakini pia kuna utofauti wa kiuchezaji kwa maana ya mifumo. Kwa hiyo kocha ameona kulingana na wachezaji ambao yuko nao ni kipi ambacho anafaa kwenda nacho, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye kile ambacho kocha ametufundisha, na wachezaji ambao waliongezeka kwenye msimu huu tumeweza kumata, na ndio maana umeona katika ligi nzima mpaka siku ya leo tunafurahia, tumeweza kufanya vizuri, tunashukuru. Mmechukua ubingwa bila kupoteza mchezo wote. Huu ilikuwa ni mpango wenu kama wachezaji tangu msimu unaanza, ama imetokea tu kama mambo mpira wa miguu? No, haikuwa tu mpango kwa wachezaji, lakini ilikuwa ni mpango mzima kuanzia kwenye staff mpaka kwa wachezaji kuhakikisha kwamba tunaweza kuchukua ubingwa pasipo kufungwa. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka siku ya leo tumeweza kuchukua ubingwa huu pasipo kufungwa. Ni jambo la kushukuru, na mimi nasema kwamba tumetimiza nusu ya malengo, isipokuwa bado hatujatimiza malengo kwa sababu tuna mchezo uliobakia ili wa kumaliza ligi tarehe 17. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo umezipata katika hizi mechi ambazo mweza kuzifanya mpaka sasa hivi, ambapo ikiwa nje ya uwanja huu ukipata fursa ya kukaa na mlezi au kocha wa kwenu unaweza kumshauri ili kufanyikisha mechi zijazo? Changamoto kwenye maisha ya mpira zipo, ila mimi nafikiri nisizungumzie sana kwenye upande huo, na maana wao wenyewe staff wameona wataenda kulifanyia kazi. Siko sana kiufundi kwenye masuala ya kujua nini na nini kilikuwa ni chanzo, lakini mimi naamini kama staff yangu wameweza kuona kile chote ambacho kimeweza kutokea kwenye msimu ambacho wamekiona ni changamoto kwa sisi wachezaji, kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kujiona kipi ambacho ninafanya ambacho kwangu ni kibao ni kizuri, japo kuna vingine najua kama mchezaji, lakini mimi naamini walioko nje ambao ni viongozi wangu wameona kikubwa zaidi kama kuna changamoto kubwa zaidi au kuna changamoto ni ndogo, wao ndo wameona kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao, na maana wao ndo wataenda kufanyia kazi kwenye hivyo. Kwa upande wenu mmefanikiwa kuwa mabingwa, lakini kwa upande wa wanaume bado wanapambana. Pengine unatamani kuona wakiwa mabingwa ili muwe sawa katika kusherehekea ubingwa ndani ya Simba. Mimi kama mchezaji wa Simba na wish na wao wachukue ubingwa msimu huu, ili furaha hii ambayo sisi tumeipata siku ya leo ije kuwa furaha kubwa, kwa sababu wao watakapochukua na wao furaha ambayo tumeifanya leo itakuwa ni ndogo, kwa sababu sisi wote ni Simba. Haimaanishi Simba Queens, haimaanishi Simba Boys. Sisi wote ni Simba, kwa hiyo sisi wote tunawaombea wao kaka zetu wafanye vizuri, na tunazidi kuombea kila siku kila mchezo wasipoteze, ili waweze kufanya vizuri, waweze kuchukua ubingwa, na naamini Mwenyezi Mungu akijalia heri uzima inawezekana.